Na kama vita yako ya kusomesha unapambana na ujinga, kwa nini hufurahi kuona umepata askari mwingine anasaidia kumaliza haraka huo ujinga? Wewe usomesha watu waondokane na ujinga, si ndio lengo lako? Si ndio mapambano yako? Umeona Waislamu wengi hawajui, ukaona utafute mbinu wajue. Sasa akatokea mwingine anakusaidia ile kasi. Wewe una 4G, sasa anakuambia hii bana, hii ni 5G. Utakasirika, kwa nini umenipa hii na kasi zaidi? Utafurahia. Kwa hiyo hili ni katika tajriba yetu na limetugharimu sana. Gharama kubwa. Sisi tunaitwa mashekhe, usidhani kama tunafanana katika kuelewa mambo. Yuko shekhe anajua kabisa yule pale hiki anakiweza sana kuliko mimi. Kwa hivyo wasia wangu mkubwa wa kwanza kwenu nyinyi ndugu zangu kwamba jitahidini kuwa na ikhlas katika utafutaji wenu wa ilmu. Lakini la pili ambalo ni tatizo kwetu, tuna kibri. Na kibri ndio kinachopelekea hicho kuona yule mdogo kwa umri au labda mdogo kwa mansiba na hana cheo, mimi zaidi, mimi shekhe wa wilaya nikasome kwa yule wa mutawasita. Inakuwaje? Shekhe Zaila ukiona ana vitu yule mtu kachukue. Uwe sio wilaya, uwe wa mkoa. Sio mkoa, uwe wa mkoa plus mkoa. Kama unaona yule ana vitu vya ziada kachukue. Swala la kibri, umri, mtu unamjua sana toka amezaliwa, ndio yale ya Farao, alam nurabbika fina walida. Kwa wewe umenilea utoto si hoja. Kwa hiyo hichi kibri kiepukwe. Kuona wewe umezidi kuliko fulani, unajisikia kitaleta madhara makubwa, na ndio hicho kishatuletea madhara. Tupo baadhi yetu hatuna adabu hata chembe kwa walimu wetu. Walimu wetu, kwa sababu ni kitu cha kawaida mwalimu wako wa mutawasita pengine amebeba thanawi, anaweza kusomesha, na pengine kwa ukata huu ameganda hapo hapo alhikma, hajenda popote. Wewe umemaliza, umepiga thanawi, umepiga diploma yako, umepiga degree yako, ukirudi kwa vigezo vya makaratasi wewe uko juu kuliko yeye. Lakini je, nani mwalimu? Mwalimu ni huyu. Wenzetu walikuwa na adabu na heshima kubwa kwa walimu zao, kiasi kwamba unaposoma zile tarajumi zao una dua, yani akili inakaribia kuripuka. Mfano mdogo ambao hutaja mara kwa mara, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, muhadith maarufu. Moja ya maandiko yake aloandika, bali tunasema ni ubunifu, ni kijitabu Nukhbatul Fikri. Nukhba kadogo dogo, pocket size. Nukhbatul Fikri fi mustalah ahli al-athar. Anazungumzia mustalah al-hadith ambaye vijana wetu hapa wamemiminika kwenye matni al-Baiquniya. Kwa kweli wanavyoni wengi wanasema ni ubunifu wa kipekee. Hakukuwa na mtindo wa kubuni mbinu za kuelezea mustalah kirahisi na kwa ufupi kuliko Nukhba. Mpaka tarehe ya leo haijavunjwa rekodi hii. Kitabu kile miaka kilipotokeza kilisomwa na wengi. Wengi walisoma na wengi walifaidika na wengi walikisifu na wengi waliamua kukisherehesha, kuandika sharhi ya Nukhba. Wengi tu waliandika, ziliandikwa zikasomwa. Hata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ni miongoni mwa watu waliosoma sharhi za hicho kitabu chake, na miongoni mwa mashurahi mmoja wa mashekhe wa Al-Hafidh Ibn Hajar alisherehesha matni ya mwanafunzi wake. Katika pita yake mutarjimuna wanasema Al-Hafidh Ibn Hajar alikuta kuna sehemu katika zile shuruh imekosewa. Kosa hili linatokana la kutoelewa vizuri ile matni, na sharhi hiyo ni ya mmoja wa mashekhe wa Hafidh Ibn Hajar.
shekhe wake kakosea kufafanua matni kutokana na kutoielewa vizuri. Kuwa wewe na mimi usio adabu, Ijumaa ijayo ungetengeneza hotuba ya kujibu lile kosa. Lakini Ibn Hajar rahimahullah ilimpa shida sana, nikiacha kutengeneza pale palipokosewa watu watafahamu visivyo. Nikimwambia shekhe hebu tengeneza pale japo tabaa ijayo, inatafsirika kama vile nimemkosoa. Kwa kweli Ibn Hajar alikosa raha. Nataka ufahamu wanafunzi mwenzangu kwamba hapa hakuna kutukanana na wala sio radi, lakini anafikiria naanzaje kurekebisha eneo ambalo shekhe wangu amekosea kwenye kufafanua matini yangu. Zimepita siku kadhaa, miezi kadhaa, hatimaye akaona suluhu ni njia moja tu, kwenda kumwambia shekhe ulikosea, naona adabu hainiruhusu, kukaa kimya jamii itaelewa isivyo. Alichofanya na yeye, aliingia katika mkumbo wa kusherehesha matini yake. Aliamua kuandika sharhi. Akiwa katika mradi huu, watu wengi walimuuliza, una shida gani wewe ya sharhi? Washasherehesha watu chungu mzima, hata shekhe lako wamesherehesha. Akasema hapana, kuna kitu ninachokitaka. Huku na huku kuna nini? Akawaeleza watu ambao ameona wana usiri wa maneno. Na ndio maana ukisoma hii sharhi yake Nuzhatun Nadhar utakuta anasema pamoja na wingi wa sharhi, lakini mimi mwenyewe nimeamua kusherehesha lianna sahiba albayt bima fihi adra, kwa sababu mwenye nyumba ndo anajua zile kona kona, pale kaweka panga, pale pengine pana fimbo, pale ameficha nini, anajua. Watu wakisha kusoma hii pamoja na huyo shekhe wangu, atasoma ataona la kumbe pale sikupita vizuri, na kwamba alivyopita mwenyewe ndio sawa, itakuwa limeisha. Nimesema haya ndugu ya mbele ya wanafunzi wenzangu na hadhira kwa jumla, uone ni kiwango gani cha juu walikuwa nacho wenzetu cha adabu. Nisije nikasahau, nampa pongezi za dhati ndugu yangu Sheikh Abdul Qadir kwa andiko lake lile la adabu za ikhtilafu, namna gani watu wanajadiliana, namna gani watu wanaweza kurekebishana. Watu ikifikia hadharani, hayo sio marekebisho, huko ni kumumbua mtu na hakubali. An-nasihatu 'inda al-mala'i fadhiha, an-nasihatu 'inda al-mala'i fadhiha. Kumnasihi mtu hadharani ni kumfedhehesha. Hata kama tukusema ya kutia udhu pale, umeona mimi nimetia udhu huku kisigino, maji hayakufika na naenda kusali, unanigusa wewe mzee hapo kidogo tena pikitu leo. Wewe hata safina ukusoma mambo gani hayo? Isbaghul wudhu ala al-makari, wewe unafanyaje? Naambia kama bibi mkubwa wako ndio atakujibu majibu ya kiuni huni. Mihadhara mingi, makongamano mengi na vitu vingi, lakini tuko hapa hapa haisaidii. Wallahi alazim, kuna mtu mmoja siku aliniambia, bana samahani sana, wiki hii kuna clip moja imetoka fulani na fulani wanaradiana, lakini mimi nimeangalia nimekuta kwamba kumbe kwenye lile kuna kauli fulani inamhusu Muawiya. Yeye ananiambia, nikamwambia ndugu yangu, huko Palestina watu zaidi ya 40,000 wanauawa dhulman wa udwana. Wewe umekosa kufikiria angalau watu mkae muombe dua Mungu hao waliowachukua wapokee vizuri, au Mwenyezi Mungu asimamishe i'tida. Una muda wa kuweka vikao kufikiria Muawiya akafanya nini? Akajisi kwa kweli alhamdulillah alijitambua kama mpumbavu na habari kaisha hapo. Nikamkuta mwingine ananiambia, nimefuatilia nimekuta kumbe Ali na Muawiya, bwana Muawiya ndio na nini, Ali Muawiya ndio alimdhulumu mwenziwe yule. Wallahi nimesoma mimi Ali mkabana hilo, alhamdulillah umelisema wakati mzuri. Mimi Muawiya ninamweza kabisa. Ninachokuomba leo au kesho njoni nyumbani, njona Ali na Muawiya, mimi nitamuonya wewe haki zake zote zote. Wallahi ndivyo nilimwambia. Utafanya fanyaje? Ndio watu si washakufa kama sitalika ummatun kan khalat la ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusal. Sasa kumbe
unapambana kama dini kutafuta kuwanusuru watu ambaye hata anayeweza kuwanusuru yupo, huna uwezo wa kusaidia. Wacha upumbavu ndugu yangu. Sasa ndugu zangu ni talabatul ilmi, mshajiingiza katika nakama hii. Huko wenzenu kwenye dawa kuna vitu vya kibwege kama hivi, vitu vya kijinga kama hivi, kujadili mambo ambaye rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf yashamalizwa. Tatizo la wote na hukuti watu wanakutana. Hukuti watu wanakutana. Hata kama wako karibu. Safari moja kuna mtu aliandika makala na akarekodi kipindi kumjibu mtu. Mimi sikio nilifanya makusudi kama mtafiti kutoka nyumbani kwa huyo aliandika radi kwenda kwa huyo anayerudiwa, wallahi kwa miguu ya mtu mwenye ganzi dakika 5. Kwa miguu ya mtu aliyokumbwa na ganzi ni dakika 5. Sasa nikasema ya Rabbi, na akipita wanasalimiana hivi, ameshindwa nini huyu kumwendea yule kumwambia juzi hutuba yako kadha kadha ulikosea hapa? Tatizo hatuna ikhlasu, tatizo tuna kibri, lakini cha tatu na cha mwisho hatuna amana katika ilmu. Hatuna amana katika ilmu. Mtu anaweza kukwambia sisi bado tunasema inajuzu. Sisi umesema wapi? Kumbe maneno ya Imam Ramli, kumbe ya Imam Ibn Hajar, kumbe maneno ya Abdul Qadir al-Ahdani. Si useme tu Abdul Qadir al-Ahdani yeye kasema kadha kadha kadha. Yani asema sisi tunasema hivi, ili uone msomi sana, kajua sana, kaelewa sana. Hivi katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, wama utitum min al-ilmi illa qalila. Ibn Abbas anaingia hivi, Yesu habri al-umma. Sasa wewe hata ukijitanua kinamna gani, hiyo ni kupoteza muda. Mimi kwa asilimia kubwa niko na hawa wenzangu talabatul ilmi. Hapo mlipo nyinyi mashekhe, na kwa vimbwanga mliofanya hapa ni mashekhe kweli, lakini huko mbele kama hakuna ikhlas, kama hakuna kunyenyekea na ukaacha kibri, kama hakuna amana katika ilmu, itakuwa hatufiki safari yetu. Tuna madhara makubwa. Tungeomba Allah awalinde msijiunge na kundi lolote katika makundi hayo. So makundi hayo yanazaa makundi. Huyu anakuwa na wanafunzi wake, Sheikh leo amemradi. Lakini yule kule pia amejitetea, lakini utetezi wenyewe wa kijinga. Sasa mnafanya kazi hiyo, yani mnashughulikiana wenyewe kwa wenyewe. Maulama waliotangulia walikuwa wanashughulika na tatizo, sio mtu aliyefanya tatizo. Na hii ndio inapotakiwa daa. Wewe unatakiwa ushughulike na lile tatizo, sio mtu aliyefanya tatizo. Wewe ukijua kama kuna mtu kadha kadha anafanya, wewe toa maelezo yako ya kukielezea kitu fulani. Toa hoja zako kukieleza kitu fulani, madhara yake, ubaya wake, kutothibiti kwake. Unadili na hicho kitu, sio mtu. Ukidili na mtu, huyu mtu ana ndugu zake, ana marafiki zake, ana wapenzi wake, ana wanafunzi wake, hawatakuacha wewe salama. Hata kama ulipatia, lakini kwa ushamdhalilisha, na wao watashughulika na wewe. Kwa hiyo nimesema hili jambo au haya mambo ndio ambayo kwa kweli yanatuweka katika hali mbaya. Wasomi tujitahidi sana kumjali au kukumbuka wajibu wetu mbele ya Allah. Kikubwa ni ikhlas, kikubwa ni kuondoa kibri, kikubwa ni kuwa waaminifu katika majali ya ilmu. Lakini wasomi tu wa kujua huyu fa'il, huyu maf'ulun bihi, hii ni masdar, tuko wengi, lakini kwa kweli tunavyokwenda sivyo walivyokwenda wema waliotangulia. Jitahidi sana kulielewa hilo. Walimu wenu waendelee kuwa walimu wenu, hata kama waliishia thanawi na wewe ukajaliwa sasa umepata PhD na kadha, lakini huyu atakuwa mwalimu wako. Hata kama darasani unaweza kumfundisha, ukimpa haki yake Allah atakuwa pamoja nawe. Ukimpa haki yake, baraka ya ilmu itapatikana. Elimu haiwataki wenye kiburi. Yule mwana tarbia anasema al-ilmu harbun
lilfata almutaali kasaili harbun fi makani alali. Ikiwa kuna ardhi tambarare, hapa likashusha tipa mchanga au kokoto, zikaja mvua zikapita, itasoza vitu vyote, lakini maji ya mvua yatatabika sana kuweza kupanda kwenye lile lundo la kifusi. Mtu mutakabir anajikweza. Sasa na ilmu inapata shida sana kupanda kwa mtu huyu. Yanasema kibri ni madhara yake hayo makubwa. Harbun lilfata almutaali, ni mapambano kwa kijana anayojifanya yeye kaja juu. Ilmu inapambana, itaingiaje? Kasaili, kama ilivyo maji yale yanayokuruma yanapambana. Harbun fi makani alali, mahali palipojinyanyua hivi hayapandi kirahisi, unawezekana mvua wiki nzima hatimaye ndio likaweza kuyayuka. Kibri ukikifanya, hayo ni moja katika madhara yake. Ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, makhiriji wenzangu, mlipo nyinyi hivi sasa na sisi tulikuwa, nyie mko nini sasa hivi? Mtawasita mmaliza, na sisi tuliwahi kuwa. Na hapa tulipo sisi, Allah akipenda mtakuja. Mkifanya ubaradhuli kwa watu wa sampuli hii, mtakosa msaada wa Allah tabaraka wa taala. Kuweni wenye adabu, kuweni wenye nidhamu, na hamtajuta. Na kwa bahati nzuri mpo mahala jina lenu la chuo linawalazimisha kuwa na nidhamu. Al-hikma, wa man yuta al-hikma faqad utiya hikma. Mimi nikishawaambia ndugu yangu, mdogo wangu, bwana, taarifa ishafika, usije huku maporini. Kaja Sheikh Nuruddin, wallahi Allah akupe iwad, akupe badili njema, akonyanyue daraja kwa ile kuwahurumia watu, na ukawaweka katika nafasi ambazo unaona akae hapa. Ndio maana nikasema kuna watu wenye marefu yao na mapana yao wangeweza kuwa ni wageni katika jambo hili, lakini mimi nimepata bahati nyingi sana kweli. Hiyo barua nimeipokea mkononi mwa shekhe, lakini pia tizama bahati Mungu alivyoiunganisha. Al-Hikma au Mahad al-Hikma ina dufaat huko nyuma, wenyewe wanasema zifanye kienyeji, ile rasmi, na mimi inabaki katika upendo wangu. Niliwahi mimi ile mwanzo mnaita bakura, sio bakuri. Bakura ni lile tunda la kwanza katika mti la msimu, linalodokea la mwanzo lile. Sasa mimi nimejalia kupata bakura ya Markaz al-Hikma kwenye dufaa hii. Sikukusudia hata kidogo kwa msimamo huu kutoa mawaidha, kwa sababu leo sisi kwa kutoa mawaidha, bali mlioyatoa nyinyi mawaidha haya yametosha. Lakini nataka niwakumbushe tu, ilmu mnayo. Kilichopungua kwa asilimia kubwa ya mashekhe zetu ikhlasi. Kilichopungua ni kwamba kibri ndio kingi. Vitu hivi mtu akiwa amekosa ikhlasi, ana kibri, hana amana, vinajaa chuki ya kupitiliza. Wadalilu ala dhalika, ambayo hiyo ndio neno la kumalizia kalima yangu, fuatilia malumbano ya mashekhe. Hakuna mtu hata mmoja anayepotaka kumradi mwenziwe anambakishia angalau nafasi. Hajui kitu, mtupu. Mimi wanasema hata jina langu kuniuliza mimi silijui. Manake ndio hiyo walokataza ndugu yangu kusema nafu sirf. Ewe kataa tu, hakuna, hajui kitu lile. Hamna kitu mle. Hajui chochote. Lakini leo imefikia hali nimewahi kusikiliza baadhi ya clip mimi, watu wamefika mahala mpaka ndani ya nyoyo za watu. Sema yule bwana kwa mujibu wa akida yake yule yani ndani. Huyo kidogo maarifa anayo, lakini akida yake kidogo yani kama fundi garage anachungulia chini anasema propeller shaft haliko vizuri. Wewe kakupa nani ya Rabbi? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akiweza. Mtume ilitokea baadhi ya wakati sallallahu alaihi wasallam hata
makhabithi waliweza kumtegea mitego kama si wahai angeingia. Hivi wale watu wa Masjidi Dharar hawakutaka appointment asali kwao? Hakukubali, alikataa? Alikubali. Mwisho anambia la takum fihi abada. Lakini kama binadamu hajatolewa katika mtego angeingia. Sasa wewe una kipimo gani ya maradhisi ni mpaka unajua hata akida yangu? Chuki hii acheni chuki, pendaneni kwa ajili ya Allah, hutopungukiwa. inna Allah la yarfa'u bihadha aqwam. Na kama alivyotusomea kijana wetu, man tawadha lillahi wa man takabbara. Inawezekana nikaishi hapa muda sumeisha au na muda. Ndugu zangu, mimi sitaki kutoa mawaidha. Mimi nawashukuru ndugu zangu wa Al-Hikma. Allah adumishe mapenzi haya mpaka siku hiyo, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbi salim. Nawapenda nyote kwa ajili ya Allah, na markazu Al-Hikma iendelee kuhudumu na iendelee kupanda juu hadi juu kwa maana hii ya hikma, kitu ambacho kingine nilikuwa sikijui kwamba kumbe hata tunaye kismu za kina mama. Kitu kimoja tu kimeongewa hapa kwa lugha ya kistaarabu, ningependa tusibweteke. Wamesema hapa kuna elimu inatolewa bure. Ukweli hivyo inatolewa bila malipo. Hawa bwana watoa elimu bila ya malipo, sio bure. Elimu ya bure hakuna. Hawa mabwana wa Al-Hikma wanatoa elimu bila ya malipo, sio bure. Hela wanatoa wao, ndio maana yake. Sasa kwa hii fursa itumike, tumie vizuri fursa hii inshallah taala. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuwa katika mapenzi ya dhati katika kuhami Uislamu wetu, na njia pekee ya kuhami Uislamu ni kueneza ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.